Refa kakubali goli la Elim Panzu dhidi ya Singida ni goli. Kakataa goli la Mwanengo on target kabisa, on side. Mwanengo kapewa offside, goli la wazi kabisa. Niliwaambia nye Yanga atoboi kwa sababu kuna mikakati ya kumpunguza spidi. Goli la Mpanzu limekubaliwa dhidi ya Singida, wakasema sio offside, lakini leo goli la Mwanengo wanasema ni offside. Mandala, Simba bingwa. Mandala, hata mimi hicho kimeniuma sana Yanga kunyimwa goli. Waende kasi staki. Tumeona nani Morocco amepewa point 3. Simba bingwa. Yanga mkastaki, mnalenga staki. Ila mimi Mchome, mimi binafsi nilikuwa na hasira na Mwinchui, ila leo karekebisha makosa yake. Mwinchui, umemsamehe? Nimekusamehe baba. Mwanangu, wewe kwa sababu kakataa goli. Mwinchui kakataa goli. Kwa nini akatae goli halali? Nimemsamehe Mwinchui. Toa risiti. Dai risiti. Hakuna goli yoyote. Hakuna goli yoyote Yanga. Hakuna goli yoyote. Jamani, nachowaambia ndio hicho mlichokiona. Yanga msimu huu hatakiwi kuwa bingwa. Hatakiwi kuwa bingwa Yanga. Yanga atazuiliwa kivyo vyote. Yanga imechoka. Sawa. Yanga mbovu. Mchome, sikiliza. Mchome kaandikiwa sindano 4 za kuchoma. Anacheza kwa na sindano. Mashabiki imeshakuwa wabovu. Kocha naye mbovu. Kwa hiyo naona hichi ndio kitu nilichowaambia. Zinaandaliwa watu wa kukataa magoli, alafu zinatengenezwa propaganda aonekane refa nani. Nachowaambia ndio hicho. Zinakataliwa goli halali, alafu zinatengenezwa propaganda kwamba kocha wa Yanga hafai. Mimi nasubiria nione, ila sio Yanga msimu huu hawezi kuwa bingwa guys. Yaani kama atakuwa bingwa afanye paredi mwezi mzima, lakini mkakati wa kumzuia Yanga unafanywa kwa nguvu sana. Unafanywa kwa kasi kubwa, kwa sababu ukiangalia kinachoendelea sasa hivi, goli la Mwanengo linakataliwa, la Elim Panzu lilikubaliwa. Kiko wapi?